Afisa wa kikosi maalum cha jeshi la Marekani aliyeshiriki katika operesheni ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kuweka dau ama kubashiri dola 32,000 sawa na shilingi milioni 84 za Kitanzania, kisha kujishindia zaidi ya dola 400,000 sawa na bilioni 1 za Kitanzania. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyowekwa wazi mwishoni mwa wiki hii, Sajenti Mkuu Gainan Ken Van Dyke alifungua akaunti mwishoni mwa Desemba kwenye jukwaa la kubashiri la Polymarket, mojawapo ya masoko maarufu ya aina hiyo. Aliweka dau la dola 32,000 akitabiri kuwa Maduro angeondolewa madarakani kabla ya Januari, dau ambalo lilionekana kuwa na uwezekano mdogo wa kushinda. Hata hivyo, waendesha mashtaka wanadai kuwa Van Dyke amehusika moja kwa moja katika kupanga na kutekeleza operesheni iliyoitwa Operation Absolute Resolve, na alikuwa na nyaraka na taarifa za siri kuhusu operesheni hiyo kabla ya kuweka dau hilo. Ushindi wake, ingawa haukujulikana mara moja hadharani, uliibua mashaka makubwa kwa vyombo vya usalama. Van Dyke, ambaye ni afisa wa jeshi la Marekani aliyekuwa akihudumu katika eneo la Fort Bragg, anakabiliwa na mashtaka 5 ya jinai, yakiwemo matumizi mabaya ya taarifa za siri za serikali, wizi na udanganyifu, na anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza huko North Carolina nchini Marekani, lakini hadi sasa bado hakuna wakili aliyeripotiwa kumwakilisha. Inadaiwa kuwa aliweka dau mara 13 kati ya Disemba 27 hadi Januari 2, ambapo dau lake la mwisho aliweka saa chache tu kabla ya operesheni ya usiku iliyosababisha kukamatwa kwa Maduro. Waendesha mashtaka wanasema Van Dyke amehamisha zaidi ya dola 400,000 alizopata kwenda kwenye hifadhi ya sarafu za kidigitali, yani cryptocurrency, nje ya nchi ya Marekani. Na hii ni kabla ya kuingizwa kwenye akaunti ya uwekezaji mtandaoni ili kuficha chanzo chake. Aidha, tume ya biashara ya hatma za bidhaa imefungua kesi ya kiraia dhidi ya Van Dyke ikitaka arejeshe fedha alizopata, kulipa fidia pamoja na faini. Mimi ni Regina Baltazare.